Ama kwa upande wa kiasi ambacho tumeweza kurejesha kwa ujumla, kutokana na shughuli mbalimbali, miradi, mikakati ambayo tunaitekeleza, kwa kiasi kikubwa sana tumeweza kurejesha uoto wa asili ambao umeharibika, hususan kwenye maeneo ambayo tunaendesha miradi yetu, kama vile mikoa yetu ya Nyanda za Juu Kusini, ambapo tunao mradi wetu mkubwa zaidi wa SLR ambao unaweza kuendelea kurejesha uoto wa asili katika halmashauri za wilaya, katika wilaya 7. Kwa upande wa wakandarasi, tunachokizingatia cha kwanza, kabla hajapendekeza mradi kutekelezwa, tunawataka wahakikishe kwamba wanaandaa taarifa za tathmini za athari kwa mazingira. Kupitia taarifa zile, maelekezo yanatolewa kwamba wanapofanya shughuli zao za ujenzi wa miradi mbalimbali na masuala ya mazingira yanazingatiwa. Na vile vile ofisi ya makamu wa rais kupitia waziri wake wa nchi, ofisi ya makamu wa mazingira, tumetoa cheti cha mazingira, cheti ambacho kinaenda sambamba na masharti maalum kutokana na mradi ambao watatekeleza. Sisi kama wizara tutakuwa kihelehele na kushirikiana na wadau wote wanaohusiana na mazingira katika kuyalinda na kuyatunza na kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania iliyo bora na Tanzania iliyo salama. Na hivi sasa tumefanya mabadiliko ya sera ili endane na mazingira ya sasa, ili tuweze kushirikiana na wadau wengine wote katika swala zima la ulindaji na utunzaji wa mazingira. Jambo la pili ambalo nalotaka kulizungumza, kwamba tumekuwa tukiyazungumza mazingira kwa muda mrefu sana, lakini Watanzania lazima ifike wakati tuone yale athari tunazozipata yawe mafunzo, kwa sababu athari za mabadiliko ya tabia nchi, athari zinazohusiana na uharibifu wa mazingira kwa taifa letu yapo wazi. Kwa mfano, kwa eneo letu sisi la maji, hivi karibuni katika miaka miwili iliyopita tuliona pale mto Ruvu ulikauka kabisa, lakini yale ni athari ya mazingira. Tunasema mabadiliko ya tabia nchi, lakini ukweli ni mabadiliko ya tabia za binadamu. Watu kukata miti ovyo, watu kulima katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo athari zake ziko wazi. Kwa mfano, tukaenda Pangani, athari ziko wazi. Leo tunaona kabisa bahari imekula mji wa Pangani, kwa sababu bahari imeongezeka kina, inasogea katika mji. Kwa hiyo haya ambayo tunayaona athari zake kutokana na mazingira, kwamba sasa yawe mafunzo, na nashukuru ofisi ya mazingira kwamba inakwenda vizuri chini ya makamu wa rais kuhakikisha kwamba tunakuwa na mikakati thabiti katika swala zima la kulinda na kuyatunza, na hata mheshimiwa rais na amekuwa champion katika usimamizi na kuweka hii ajenda katika swala zima la mazingira. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ambayo tunataka kusema, mazingira yetu mazingira yetu, maisha yetu, kwa maana ya uhai wetu. Kwa hiyo tujipange hasa katika kujenga Tanzania ile tuitakayo katika manufaa katika masuala mengine yote.